Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati, tunawasalimia. Wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena asubuhi njema ya leo jeudi le 15 janvier 2026, tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya taarifa zetu mbichi za asubuhi ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na habari mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari ambazo tumewaletea asubuhi ya leo, tutawapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita ndani ya Uvira na maeneo ya Makobola. Kama kawaida tumewaletea habari mingi tena mbichi. Mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Muzisambaze taarifa hizi kwa walio wengi ziwafikie. Mukumbuke kucomment na kuzilike taarifa hizi. Muendelee kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa nazipata habari zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga na grupe yetu ya WhatsApp, gusa pale kwenye titre hapo chini mu description, utapata link ya WhatsApp yetu, jiunge nasi na bila shaka utakuwa ukizipata taarifa zetu zote kwa wakati za asubuhi, mchana na jioni. Habari zetu mbichi za asubuhi ya leo tuwapeleke kwanza mjini Uvira, tuambie matokeo ya frappe ya ndege ya FARDC contre AFC M23 wakati walikuwa Morenio siku ya jana mo restaurant ya zamani ambayo inapatikana pale karibu na port ya Kalundu inayoitwa Blue Cat. Nadhani kwamba waliofuata taarifa za jioni ya leo tuliwaambia kuhusu kulipuka kwa mabombe hapo mjini Uvira maeneo ya Kalundu, ambapo baada ya kulipuka kwa bombe hizo hali ilikuwa tete sana hapo mjini Uvira kutokana na population ambao walipanike. Vyanzo vyetu kutoka mjini Uvira vinatuambia ya kwamba ni ndege ya FARDC isiyokuwa na rubani, drone, ambayo ilishambulia waasi wa AFC M23 ndani ya restaurant ya zamani ambayo inaitwa Blue Cat inayopatikana karibu na port ya Kalundu. Ilikuwa jana saa za jioni, deja ilikuwa mapremidi 14h, saa 8 za jioni njo ndege ya kivita FARDC drone ili bombarde ile hoteli ya zamani. Vyanzo hivyo vinasema kwamba baada ya kukamata mjini Uvira, waasi wa AFC M23 walikuwa njo wenye wanatumikia kama ile hoteli. Siku ya jana walikuwa Morenio pale. Ilikuwa kikao kati ya wanajeshi tofauti wa AFC M23 mwile hoteli ya Blue Cat. Wakati hao walikuwa Morenio, ndege ya kivita FARDC ndipo ilifika pale ikabombarde ile hoteli ambayo ilikuwa ndani viongozi tofauti wa AFC M23 na wanajeshi wao ambao walikuwa Morenio. Vyanzo hivyo vinasema kwamba kuna vitu tofauti ambavyo viliharibika pale, na wanajeshi wa AFC M23 ambao walikuwa mwile hoteli wote walipoteza maisha yao, ambapo wanatuambia kwamba ni zaidi ya viongozi 23 ambao walipoteza maisha yao wa AFC M23 ndani ya ile hoteli. Vyanzo hivyo vinasema kuwa kuna wakaji ambao walikuwa karibu na hapo wenyewe walijeruhiwa wakati wa frappe hizo, na pia kuna vitu tofauti vilivyoharibika kama magari ambayo yalikuwa pale. Ile hoteli yote kabisa iliharibiwa kama mnavyoona kwenye picha hiyo pale kwenye kuko flash. Ni ile hoteli ya Blue Cat ya zamani ambayo FARDC ilibombarde wakati kulikuwa kukifanyika ndani reunion kati ya viongozi na wanajeshi wa AFC M23. Papo hapo AFC M23 kupitia msemaji wao Lawrence Kanyuka kwenye X ancien Twitter alitangaza ya kwamba FARDC imekiuka tena usitishaji mapigano na kuwashambulia ndani ya maeneo yao mkiwemo mjini Uvira pale kuporo ya Kalundu. Anasema ya kwamba anawafanya temwe communauté nationale na internationale kwa ukiukaji mkubwa wa makubaliano ya
usitishaji vita yanayofanywa na arme ya Kongo. Anasema kwamba kutokana na vitendo kama na hivyo AFC M23 itakamata hatua zinazohitajika ili kujilinda na kudefendre maeneo yake. Hayo aliyatangaza jana 15h donc saa kenda. Baada ya masaa machache na ametangaza hayo, mambo yaliharibika kwenye uwanja wa vita maeneo ya Katongo kwenye AFC M23 kama kulipiza kisasi kutokana na wanajeshi wao ambao waliwapoteza hapo kuporo ya Kalundu wakati wa frappe hizo za ndege. Walianza kubombarde eneo ya Makobola ya kwanza na ya pili wakitumikisha maartillerie, zile silaha nzito nzito katika vilima ambavyo wako ndani hapo maeneo ya Kabimba pamoja na Katongo. Walibombarde maeneo ya Makobola kuanzia 19h, saa moja jioni njo walianza kubombarde eneo ya Makobola ya kwanza na ya pili. Vyanzo vyetu kutoka hapo vinasema kwamba wanajeshi wa AFC M23 walionekana kutoka Uvira kuanzia saa 12 wakaelekea kwenye shamba la vita. Walipofika huko, walichokisikia ni mabombe ambayo yalikuwa yakitoka hapo Katongo kuelekea Makobola. Kama nilivyowaambia ni ndani ya njia za kulipiza kisasi, kwa sababu walipigwa pabaya hapo mjini Uvira kutokana na jinsi walipoteza waofisia tofauti ambao walikuwa Morenio pale. Walitaka kulipiza kisasi huko, walianza kurusha mabombe kuanzia saa moja za usiku. Walirusha bombe kutoka pale maeneo ya Kabimba hapo mbele ya Katongo, wakabombarde Makobola ya kwanza ya pili. 20h ikafika 21h 22h, donc usiku wote kulikuwa kukisikika mabombe hapa na pale maeneo ya Makobola. FARDC na wazalendo wanao kontrole Makobola kufika Lwanga na hata maeneo ya hapo Katongo hawakufanya chochote, hawakushambulia AFC M23, waliacha ikaendelea kubombarde maeneo hayo na maartillerie. Mabombe kutoka hapo maeneo ya Katongo, Kabimba yalikuwa yakipiga ndani ya maeneo tofauti ya Makobola, ambapo kuna uwezekana kuwa kabisa kuna vitu tofauti ambavyo viliharibika hapo, na hata kuna wakaji ambao wanaweza kuwa walijeruhiwa na hata wengine kupoteza maisha yao kutokana na jinsi walikuwa wakibombarde maeneo ya Makobola ambapo kunaishi wakaji wengi. Kama ukumbusho, maeneo ya Makobola kufika Lwanga na hapo Katongo, FARDC na wazalendo walikuwa wamerekipere katika mwezi wa 12. Dhani ya kwamba hayo mnayakumbuka. Na sasa mapigano yalikuwa yakiendelea kuripotiwa hivi juzi katika maeneo ya Kigongo, FARDC ikipigana na wasi wa AFC M23 pale Kabimba. Mapigano yaliyokuwa yakiendelea hapo yalikamata siku mingi bila pande mbili kubuje. Donc walipofika ndani ya vilima vya Kigongo, wote waliendelea kubakia mule, ikakuwa zone d'operation. AFC M23 inaatake, wanarepuse, wazalendo nao wanaatake, watavuka pale wanawarudisha nyuma. Donc ikawa zone d'operation, wakaendelea kuwa anapigania pale bila pande mbili kuavance, na kila pande toujours wanaendelea kukalia nafasi zao huko maeneo ya Katongo. Wamoja eneo za Katongo mbele ya Kivovo hapo Kabimba AFC M23, wengine kuanzia maeneo ya mbele ya Lwanga huko Katongo kurudia Lwanga mpaka Makobola. Maeneo ya Makobola asubuhi ya leo wapata watu wetu kutoka hapo watuambie matokeo ya bombardement hizo ambazo zilikuwa zikipiga kule. Donc watuambie wakati AFC M23 ilikuwa na bombarde kule, hakuna vitu ambavyo viliharibika. Donc watuambie matokeo ya zile bombardement za AFC M23. Asubuhi ya leo hali ilirejea kuwa ya utulivu. AFC M23 aingali na bombarde huko Makobola,
usiku wote walikuwa na bombarde kule. Ya asubuhi mapema njo kumekuja kabisa na hali ni ya utulivu. Tutakuja kukontakte watu wetu huko Makobola wakati watapatikana linye watuambie matokeo yote ya bombardement hizo za AFC M23 hapo Makobola. Tuendelee na taarifa zetu, tuwapeleke moja kwa moja kwenye uwanja wa vita ndani ya maeneo ya Buhimba huko moteritware ya Masisi kwenye AFC M23 iliamka na iko na shambulia ngome za wazalendo na FARDC katika vijiji vinavyokuwa karibu na hapo Buhimba. Vyanzo vyetu kutoka hapo vinatuambia kwamba mlipuko wa silaha nzito na nyepesi ilisikika kuanzia asubuhi mapema saa 12 kati ya waasi wa AFC M23 na wazalendo huko Kilongo, eneo inayopatikana kilomita 3 kutoka Buhimba. Waasi wa AFC M23 ndio ambao walikuja kuwashambulia wazalendo na jeshi la Kongo wakijaribu kurekipere eneo hiyo ama kukamata eneo hiyo ya Kilongo na wasonge mbele kukaribia mji wa Buhimba. Vyanzo hivyo vinasema ya kwamba mlipuko wa silaha nzito na nyepesi ilianza asubuhi ya leo mapema na kuingiza wakaaji katika hali ya sintofahamu. Wamoja wakaanza kukimbia vijiji vyao wakielekea Buhimba, wengine hata maeneo tofauti yanayokuwa karibu na hapo. Mashambulizi yanaendelea kati ya pande mbili. FARDC inaendelea kujaribu kuwarudisha nyuma waasi wa AFC M23 kisaidiwa na wazalendo wana renforce kutoka Buhimba wakielekea huko Kilongo ili kuwazuia waasi wa AFC M23 ambao wako na washambulia pale. Na kama ukumbusho, mapigano tena yalikuwa yameripotiwa hapo tarehe 3 za mwezi huu wa kwanza kati ya pande mbili, ambapo waasi wa AFC M23 ambao waliatakiwa wazalendo wakijaribu tena kusonga mbele walirudishwa nyuma wakaelekea ndani ya maeneo ya Kalonge kwenye walikuwa wametokea. Katibu tawala wa kundi la Walowa Yungu anaripoti kwamba hali si nzuri kutokana na jinsi waasi wanajaribu kusonga mbele wakielekea Buhimba ili kujaribu kudhibiti mji huu ambao walipoteza miezi kadhaa iliyoisha. Wakaaji hawa wengi wanaokimbia vijiji vyao wanaelekea ndani ya vijiji vya Ngenge na Kailenge na wengine wakielekea ndani ya misitu kupata kwa kujificha, donc wapate kabisa kwenye watajificha mapigano hayo makali yanayoendelea kati ya pande mbili. Tutaendelea kufuatilia kwa karibu mapigano hayo, tutawaambia matokeo ya mapigano hayo wakati mapigano yatakuwa yameisha, kama AFC M23 ilisonga mbele ama kama wazalendo na FARDC waliwarudisha nyuma, tutawajuza. Upande mwingine toujours mu territoire ya Masisi kunaripotiwa kuimarishwa upya kwa nafasi za waasi wa AFC M23 pamoja na territoire ya karibu na pale ya Walikale. Vyanzo vyetu kutoka ndani ya maeneo ya Kasopo na Kazinga wanatuambia ya kwamba waasi wa AFC M23 siku ya jana walirenforce wanajeshi wengi wakiwa ndani ya gari zao huko Kazinga maeneo ya Masisi, wengine wakaelekea Kasopo maeneo ya Walikale. Uimarishaji huu ulishtumiwa na mamlaka za kitamaduni za mitaa, ambapo wanasema ya kwamba hawa waasi wa AFC M23 wana mpango wa kuanzisha vita dhidi ya FARDC na wazalendo wakitaka kusonga mbele kupitia maeneo hayo ya Masisi na Walikale. Vyanzo hivyo vinatuambia kwamba hali bado ni tete katika eneo hilo kutokana na kuwasili kwa vikosi hivyo vipya vya waasi wa AFC M23. Wakaaji wana wasiwasi mkubwa na hofu sana wakiona kwamba AFC M23 inaimarisha pale ili kuendesha vita dhidi ya FARDC na wazalendo, donc wakati wote mapigano yanaweza kuzuka upya kati ya pande mbili. Kama ukumbusho,
mapigano yalikuwa yameripotiwa hapo hivi juzi le 12 usiku wa le 12 wa kuamkia le 13, mapigano yalikuwa yameripotiwa kati ya waasi wa AFC M23 na jeshi la Kongo FARDC katika maeneo yanayokuwa karibu na Kazinga, ambapo toujours kulikuwa kumeonekana kufika kwa wanajeshi wapya huko Kazinga wa AFC M23 ambao walikuwa toujours wakijitayarisha kuyafanya mashambulizi dhidi ya FARDC. Ndipo FARDC ikawatangulia ikawatake ili kuzuia operation kwanza za AFC M23 za kwanza kuwashambulia. Walipiganaka des jours après des jours, alikarejea kuwa ya utulivu na AFC M23 tena ili renforce katika maeneo hayo. Baadhi ya waangalizi wanaamini kwamba AFC M23 ina mpango wa kuanzisha mashambulizi dhidi ya FARDC na wazalendo ili kusonga mbele katika maeneo hayo. Hali ya kiusalama inaendelea kuwa mbaya ndani ya maeneo ya Walikale na Masisi kutokana na mapigano ya hapa na pale yanayoripotiwa kati ya FARDC na wasi wa AFC M23. Hizo ndizo habari ambazo tulikuwa tumewaletea asubuhi ya leo. Ndugu zangu, tunawaomba kusubscribe kama kawaida na kuzisambaza taarifa hizi kwa walio wengi ziwafikie. Mkumbuke kucomment na kulike na kuendelea kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa nazipata habari zetu zote kwa wakati. Merci beaucoup.